wewe hapa duniani. Utengano kati ya Mungu Baba na sisi wanadamu. Wasi unaoikumba dunia ni kazi yako moyo. Ufarakano katika ndoa, utoaji wa mimba, utupo kwa watoto majalalani ni kazi yako moyo wewe. Nakushangaa wewe. Moyo una mashaka. Nani na mashaka na wewe moyo? Moyo umeleta kisirani wewe hapa duniani. Utengano kati ya Mungu. Habari za saizi mpenzi msikilizaji wa Radio Maria, sauti yake Kristo mbani mwako. Hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo, kwa yote ambayo ameweza kututendea. Hivyo basi nikukaribishe kwenye kipindi tena kwa mara nyingine, kipindi cha Pro-Life. Kumbuka wiki iliyopita tulikuwa tunaongelea dawa za uchungu zinavyotumika kutolea mimba. Hivyo basi kama wana Pro-Life, kama watetezi wa uhai, basi kwa mara nyingine tena tunakuletea mada nyingine ili uweze kuchangia na kutoa maoni yako. Studio tutakuwa nami Judith Francis. Studio namba 2 atakuwepo Mr. Emilia Gam kama mkurugenzi, ni mkurugenzi wa Pro-Life Tanzania, Alima Waziri, Grace Shayo Morrison na Rosie Msofe. Hivyo basi ndo timu nzima ambayo iko kwa siku ya leo kwa ajili ya kukuletea hii mada. Vile vile nitakukaribisha ili uweze kutoa maoni yako na tutaweza kupata ushuhuda wa madhara ya vidhibiti mimba. Ndio lengo kuu kwa siku ya leo tutakachoweza kuongelea, na tutaweza kukuletea huo ushuhuda kuhusu madhara ya vidhibiti mimba. Basi nikukaribishe na nimkaribishe Mr. Emilia Gamu aweze kuanza kipindi rasmi. Asante sana dada Judith. Sisi hatujambo. Tunashukuru kwa kutukaribisha. Ndio. Basi kama nimesema kwamba leo tuna mada hii ya ushuhuda ambao tutaupata kutoka kwa wanawake ambao wametumia vidhibiti mimba. Kwa nini tumeleta mada hii? Sasa kabla sijasema kwa nini, kama kawaida yetu tunaanza kusalimiana, alafu tunasali, kisha tunaendelea na mada yetu. Basi leo Grace atasalimia na Rosemary atatuanzishia sala. Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwana kondoo ameshinda, tumfuate. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Asante sana. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa zawadi ya uhai unayoendelea kutupatia siku baada ya siku. Bwana, tazama wana wako, tumekuja mbele zako tukitaka kunena maneno matakatifu yanayotoka kwako sasa, yanayotangazwa tukufu wako katika zoezi zima la kutetea uhai ambayo ni zawadi iliyotoka kwako. Tunaomba tunapoongea na jamii utupe uongozi wa Roho yako Mtakatifu, tunene yale ya kupendezayo wewe kwa utukufu wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Asante sana kwa sala hizo na pia kwa salamu ambazo Grace umetuongozea. Nimesema kwa nini tumeleta mada hii leo. Mnakumbuka majuma mawili iliyopita tumeongea kuhusu dawa ambazo zinaingizwa hapa nchini kwa maelezo ya watu wa MSD kwamba zinaingizwa kwa nia njema kwa ajili ya kuzuia wanawake kutoka damu nyingi baada ya kujifungua, lakini pia kwa ajili ya kuanzisha uchungu ili waweze kujifungua kwa wakati wake. Lakini dawa hizo zinatumika vibaya. Watu wanazitumia, wanawake wanazitumia kwa ajili ya kuua watoto kabla ya kuzaliwa wakiwa matumboni mwao. Maana yake zinatumika kwa ajili ya kutolea mimba. Na inaonekana neno miso sasa limekuwa la kawaida sana miongoni mwa wanawake hapa Dar es Salaam, nadhani pia hata kwa mikoa bila shaka. Neno miso sasa sio tena neno gumu. Na wale waashirati, wale malaya wa Buguruni
walisema kuna babu kubwa yake inaitwa ni Grace ile mkit ndio babu kubwa yake yenyewe inatoa mimba hadi miezi 9, wakati miso inatoa mimba ya miezi hadi miezi 3. Leo tuliongea madhara yake na nadhani mlituelewa. Leo sasa tunataka kuendelea katika mstari katika mantiki hiyo ya kuangalia kwa namna gani wanawake wanajiingiza katika vitendo, katika tabia ambazo hatimaye zinawaletea madhara wao wenyewe. Na tunajiuliza kwa nini wasizingatia njia zile ambazo hazina matatizo, hazina gharama katika kupanga uzazi. Ndio njia zile za maumbile ambazo sisi tumekuwa tukifundisha miaka nenda miaka rudi. Hizo kwa nini hawazipendi? Labda kwa sababu zinahusiana na nidhamu katika maisha ya mwanadamu. Wana nidhamu. Hizo nyingine zinafungua tu milango kwamba mimi ninaweza kupatikana kwa mwanamume yeyote yule, wakati wote ule, mahali popote pale. Mahali popote pale. Basi leo sasa tunaleta kwenu ushuhuda wa madhara ya matumizi ya vidhibiti mimba. Tunasema ushuhuda kwa sababu katika maelezo ya wale wanaohamasisha njia hizo hawasemi kamwe madhara. Yaani ukiwabana sana watakwambia hayo ni maudhi tu madogo madogo yanapita baada ya muda. Leo tunataka kuona, je, kweli hayo ni maudhi madogo madogo? Kabla sijawakaribisha wapendwa wangu hapa kwa ajili ya kutoa ushuhuda, nimekwenda katika mtandao kama ilivyo kawaida yangu kuangalia kimataifa wanasemaje. Nikakutana na mkutano ule wa Melinda Gates uliofanyika mwezi Julai mwaka jana kule London. Hasa makala hii nilipata katika mtandao. Ukitaka kuona mtandao huu kusoma ni kuambie factsformelindagates.com. Ile hiyo neno moja facts or facts for Melinda Gates neno moja hilo .com. Ukienda hapo utapata habari hii ambayo mimi nakushirikisha saa hizi. Anasema katika kuhamasisha matumizi ya vidhibiti mimba, Melinda Gates na wenzake wanafikiri kwamba wanawake barani Afrika na kusini mwa jangwa la Asia wataepukana na kupata mimba za mara kwa mara, hivyo kuwawezesha kujiweka katika hali nzuri ya kufanya kazi na hivyo kuweza kuleta mchango katika taifa. Lakini pia Melinda Gates anaamini kwamba matumizi ya vidhibiti mimba yataokoa maelfu ya wanawake ambao wanakufa kutokana na kupata mimba zisizotakiwa. Lakini pia anafikiri kwamba maelfu ya watoto yataokolewa kwa sababu mwanamke huyu atakuwa na muda mrefu wa kumhudumia badala ya kupata ujauzito mwingine na huyu mwingine akafariki. Hiyo ndio imani. Lakini kitu ambacho hawatuambii ni kwamba matumizi ya vidhibiti mimba vikiwemo vidonge vya majira na sindano ya Depo-Provera yanaongeza uwezekano wa kupata maambukizo ya virusi vya ukimwi. Hilo ndilo hawalisemi. Tutaongea na yako mengi zaidi. Anasema, labda nisome katika Kizungu ili muone kwamba mimi maneno haya si yatungi. In promoting her cause, MS Gates links her efforts to expand contraceptive use to the fight against HIV/AIDS. Kumbe anafikiri pia kwamba tukihamasisha matumizi ya vidhibiti mimba basi yataondoa uwezekano wa kina mama hawa kupata virusi vya ukimwi. However, use of an injectable contraception offers no protection against HIV transmission. In fact, researchers
from the University of Washington studied women in Africa and found that the use of DMPA, doubled the transmission rates of HIV. They cited 3 mechanisms to account for this increase. First, the hormonal contraceptives cause the vaginal lining to thin and develop small tears that increase the exposure to HIV during sex. Secondly, the hormonal contraceptives weaken the immune system and reduce a woman's ability to repel HIV infection. Finally, women who are HIV positive and take hormonal contraceptives shed more HIV virus, making them more infectious. Basi ngoja niongee kwa lugha yetu kwa kifupi sana. Melinda Gates wakati anahamasisha matumizi ya, mkumbuka hapa Melinda Gates anatafuta pesa bilioni sio milioni, bilioni 4 kwa ajili kusaidia wanawake katika Afrika. Hasa huyu anasema kwamba utafiti uliofanywa na chuo kikuu cha Washington na kwa kuangalia wanawake barani Afrika, waligundua kwamba matumizi ya sindano ya Depo-Provera yanaongeza maradufu uwezekano wa kuambukizwa virusi vya ukimwi. Moja. Kwa nini na kwa hivile? Wanasema kwa sababu Depo-Provera inafanya ngozi laini katika mji wa mimba, inafanya ngozi katika mji wa mimba kuwa laini kiasi kwamba inatengeneza kama vile ina tears nini, kuchanika kama kile, na hiyo inasababisha mwanamke huyu kujiweka katika hatari kwa kupata virusi vya ukimwi. Ya pili, sindano ya Depo-Provera inadhoofisha kinga za mwili na hivyo kupunguza uwezekano wa mwanamke huyu kuzuia maambukizo ya virusi vya ukimwi. Na mwisho wanasema wanawake wenye virusi vya ukimwi na wanatumia Depo-Provera wanapata virusi vingi zaidi kuliko ilivyokuwa zamani. Hilo ni moja. Sasa taarifa hii kwa bahati mbaya sana imekuwa ikifichwa. Na hapa nina makala kutoka mtandao, kutoka shirika hili la kimataifa linaitwa CFAM, iliyoandikwa na Lisa Correnti, ambayo imetolewa mjini Washington DC Januari 10 mwaka huu. Inasema taarifa hii ambayo mimi nimwambia sasa hivi imekuwa ikifichwa sana watu wasijue, kwa sababu wakijua nadhani ingeleta sokomoko bila shaka. Lakini jitihada za kuficha zimeshindikana kwa sababu kuna shirika lingine ambalo linapitia mambo hayo likanasa taarifa hiyo ikatoa mitamboni. Ndio maana sisi tumeipata, ikatoka mitamboni. Na shirika moja linaitwa Population Research Institute la Marekani limeandika makala inasema The Pills Deadly Affair with HIV/AIDS. Maana yake ni kwamba hatari, yani kifo kiletwacho na vidonge, hatari kubwa iletayo na vidonge katika swala la virusi vya ukimwi. Anachosema kwamba vidonge vya majira pamoja na hiyo sindano ya Depo-Provera inadhoofisha kinga za mwili. Taarifa hii wapendwa, kama mnataka kuipata, muende katika mtandao mkasome. Mtandao ule unaitwa, ngoja niwapatieni mtandao huu, unaitwa www.pop.org. www.pop au PRI, andika PRI.org. Basi ukienda katika mtandao huo utapata habari hii ambayo nilitaka kukueleza hapa. Kwa nini nileta habari hii? Kwa sababu nataka tu wa Tanzania, nataka pia hata
kuishauri serikali yangu kwamba tunapohamasisha matumizi ya vidhibiti mimba kama njia ya kupanga uzazi ni jambo jema, lakini tuzingatie uhai na afya za watumiaji. Haipendezi hata kidogo kutangaza dawa ambayo hatimaye badala ya kuleta manufaa kwa anayetumia inamletea madhara. Haifai kabisa. Basi ni hicho ndio nataka kuleta sasa, kwa sababu mimi leo sio msemaji sana, nataka tu nimeleta hapa watu wa ushuhuda. Basi nataka nimkaribishe dada huyu anaitwa Flora. Unaitwa nani vile? Samahani, nimesahau jina lako. Nimesahau jina lako nani vile? Halima au Paul Salmini, nimesahau jina. Basi naomba ueleze wa Tanzania, lakini hasa napenda uieleze serikali kwamba matumizi ya vidhibiti mimba yanaleta madhara makubwa kwa watumiaji. Badala ya kumsaidia mwanamke kuwa na afya njema, kwa kweli tunamdhoofisha. Karibu sana. Sasa nitakuuliza maswali. Au kama unataka kusimulia simulia, lakini nataka tukuulize maswali. Moja, ulitumia vidhibiti mimba vipi? Sindano Depo-Provera ambayo inaongeza uwezekano wa kupata virusi vya ukimwi, kama ambavyo taarifa mbali nimesoma. Haya, ulipata wapi? Shuleni. Nani alikupa? Wahudumu. Gani? Wa hilo shirika. Ulipata ushauri kabla ya kutumia? Ndio. Walisemaje? Nilisema kwamba inasaidia kuweka kizazi vizuri, yani kusaidia kurutubisha kizazi vizuri na mpangilio wa hedhi. Mpangilio wa hedhi. Ulitumia kwa muda gani? Waliponichoma hiyo Depo-Provera, ndio sikurudia tena kwa sababu nilipatwa na madhara. Je, ulielezwa tahadhari ya uwezekano wa madhara? Hapana. Sasa tuambie Halima, ulipata madhara gani kwa kutumia sindano ya Depo-Provera, inaitwa pia DMPA? Asante sana. Walipokuja, mimi hiyo Depo-Provera nilitumia wakati niko shule. Walikuja wahudumu pale, walikuja wageni pale shuleni kwetu. Shule sekondari au ya msingi? Sekondari. Ndio. Walifika pale, mimi niliitwa kwa sababu niliitwa na mwalimu wa darasa. Kwa mimi nilikuwa ni Montres pale. Nilipoitwa nikaambiwa nitafute wenzangu ambao wanaweka kama mimi 10. Nikaandika majina, nikapewa kwa mwalimu. Tukaambiwa tuende holini. Tukafika holini. Kufika holini tuliwakuta wageni pale ambao walikuwa na na bango yao imeandikwa afya ya kizazi PSI, Population Services International, PSI. Baada hapo tukasalimiana, tuliposalimiana wakatuambia jamani, hapo mlipo kila mmoja ana malengo yake. Kawaambia ndio, wakawa pointi mtu mmoja sema vile ambavyo walikuwa wanapenda baada ya kumaliza elimu yake awe nani. Kila mmoja alitaja vile ambavyo anapenda. Baada hapo wakasema kwamba kuna njia au wanataka kutusaidia ili tuweze kufikia kwenye yale malengo ambayo tunayataka. Wakatuonyesha sindano na vidonge vya majira. Wakasema kwamba hizi ni njia ambazo si tu unazuia mimba, ila unarekebisha hedhi zako wala ambao hawapati mpangilio mzuri wa hedhi, na pia inasaidia kuwa na afya yako ya kizazi inakuwa nzuri. Baada hapo wakasema kwamba mnamtapika mmoja hapa, wale ambao wanaogopa sindano kuna vidonge, na wengine ambao wanaona usumbufu wa kumeza vidonge kuna sindano. Mimi nilifika pale nikachomwa sindano. Baada hapo nikawa najisikia maumivu ya kichwa kinaniuma kwa upande huu wa kulia, kinaniuma sana.
nikawa najisikia pia vibaya, mapigo ya moyo yanaenda kasi. Basi nikachukua meza dawa za kutuliza maumivu, nikaendelea na masomo yangu. Baada ya hapo nikaingia damu yangu ya mwezi. Nilipoingia damu yangu ya mwezi, kwa mwezi huo niliingia mara 2. Tarehe za mwanzoni na mwishoni niliona mara 2. Nikaenda kuuliza wenzangu, sababu sio kawaida yangu kuona hivyo. Nikauliza wenzangu, kila mmoja alinipa majibu tofauti. Mwingine ananiambia kwamba ni kawaida, mwingine ananiambia kwamba utapata kwenye maisha yako utazaa mtoto mmoja au 2. Basi nikaendelea hivyo, lakini wakati huo najisikia vibaya sana, najisikia chefu, mapigo ya moyo yanaenda kasi, na pia kichwa kinaendelea kuuma sana upande kushoto. Damu ya nilipoingia tena kwenye mwezi unaofuata, niliona tena siku zangu kama kawaida, lakini ikawa damu hazikatiki. Inakuwa leo unaona kesho uone, leo unaona kesho uone. Ile hali ilinipelekea kwamba mpaka nikawa nashindwa mahudhurio yangu wa darasani kuhudhuria vizuri. Nikawa nimeomba ruhusa ili niweze kuelekea nyumbani kwa matibabu. Nikapewa ruhusa nikaelekea nyumbani. Nilipofika nyumbani hali yangu ilizidi kuwa mbaya, kiasi kwamba yani ilikuwa siwezi tena kutumia pedi. Pedi ilikuwa haisaidii, kanga ilikuwa haisaidii, kwa kanisaidia nikitenge. Baada hapo mamangu alinipeleka hospitali. Nilipofika hospitali wakanipima, wakanitundikia madrip, wakasema sijui, wakaniambia na malaria, wakanitundikia drip 2 za maji, 1 ya quinine. Nikarudishwa nyumbani. Nilirudishwa nyumbani, hali yangu bado ikawa inazidi kuwa mbaya, sababu nilikuwa na damu nyingi, naishiwa nguvu na kupoteza fahamu mara kwa mara. Mamangu akanipeleka tena hospitali. Aliponipeleka hospitali ya serikali. Wakaniambia kwa tatizo hili labda tukuandikiwe Temeke. Nikaandikiwa nikaenda Temeke. Nilipofika Temeke pale hali yangu ilikuwa inazidi kuwa mbaya na kauka, yani siwezi kufanya kitu chochote. Basi daktari alipokuja pale akaniandikia kwamba niende Muhimbili. Nikaandikiwa niende Muhimbili. Ilikuwa ni saa 7 za usiku. Nikapewa ambulance, nikapelekwa Muhimbili. Nilipofika pale Muhimbili nikapokelewa na pale mapokezi. Basi mimi kwa mdomo nilikuwa nimepoteza fahamu, kwa hiyo yote nitakao kwa naambia alikuwa alinieleza mamangu. Nilipofika pale nikaa nimepokelewa. Nilipopokelewa pale manesi wakanipima, walivyonipima wakawa hawasikii mapigo yangu ya moyo, ikabidi waniache kwanza. Wakawa wanaenda wanakuja wananiangalia, wanaondoka enda wananiangalia, wananishika miguu, wanasema mbona anaanza kupoa, upande wa miguu imeanza kupoa. Wanaondoka, wanarudi tena. Mamangu amekaa tu pale kwenye kichwa. Wanaenda wanarudi tena. Wakarudi kama safari mara 4 hivi. Waliporudi huyo nesi akaita wenzie, jamani njooni, niweza kuyasikia, njooni. Wakaja huyu wakachoma sindano, huyu anavaa gloves, huyu anaenda kuchukua drip, wakanitundikia drip pale. Baada ya muda kidogo nimestuka, namuita mamangu, mama. Mamangu akaja, kusema kweli mamangu alilia sana kiasi kwamba manesi akamwambia atoke nje, sababu tuko naye ndani. Akamwambia mama, tunakuomba utoke nje. Mamangu alikuwa hataki, alikuwa mkali, akasema chini mwanangu afie kwenye mikono yangu, siwezi kutoka nje. Basi wakakataa, akamwambia tunaomba utoke nje. Wakamtoa kwa nguvu mpaka wakaweka wahudumu wengine wa kiume wakaja kumtoa nje. Baada ya hapo niko pale ndani mpaka alipofika kwenye saa 12 za asubuhi, wakaniambia nipelekwe wodini. Nikapelekwa wodini Sewa Haji floor namba 4. Nilifika kule nikapokelewa, nikapelekwa kwenye tena pale nikaa nahudumiwa. Akaja daktari akanambia, wewe umetoa mimba? Nikaambia hapana, sijatoa mimba. Sasa hii ni nini? Nikamwambia sijatoa mimba daktari. Sasa hii tatizo nini kama hujatoa mimba? Nikamwambia nilitumia sindano za majira. Akanipiga kofi. Yaani wewe nitakuchoma sindano ufe mimi. Kwa nini? Sasa haya wadudu aliyoambia mtumia matakataka nani? Sasa imekusaidia nini sasa? Unataka kumuua mamako na pressure. Alafu muangalie mamako kule kwenye kiti jinsi alivyo. Kwa nini sasa hakukushauri utumie nani? Na alivyokuambia utumie alikwambia ina faida gani sasa? Unataka kumfia mamako hapo. Mimi nakuacha kwanza uumie alafu ndo nitarudi kuhudumia.
daktari kaambia wewe, na mama kaambia wewe mhudumie tu kwanza, au maswali mengine tutaulizana baadaye, mhudumie mwanangu. Basi baada hapo nilikaa pale Muhimbili kwa muda wa mwezi mmoja, nikaruhusiwa nirudi nyumbani kwetu. Kwa mimi kama mimi nashauri daktari kwamba wao wanaangalia, kuna wale ambao wanahusika na vitengo vya dawa, yaani hizo dawa zile zinaangaliwa kwamba je zinatufaa au hazitufai kabla hazijaingizwa, kwa sababu yale yote walioniambia kwamba ina faida, sijui kurekebisha hizi, sijui kufanya nini, hakuna kilichonisaidia zaidi ya kwamba yani nimefanya nikapata matatizo, na pia kwamba nitakuja kuwasaidia wazazi wangu, malengo yangu yatimia, amna chochote ambacho nimekiona kwa jinsi walivyoniambia. Kwa hiyo na pia nawashauri na wale wote ambao mpo nyumbani mnanisikiza kwa wakati umetumia labda vidonge unavyo sasa hivi, naomba tu kavitupe kwa sababu haviwezi kusaidia chochote. Na wale ambao umechoma sindano, basi naomba usirudie tena kwa sababu ni hatari kwa afya yako na haikusaidii kitu chochote, bali tu utaendelea kupata madhara. Kwa hiyo hizo dawa kama umemeza, umeweka kitanzi, umeweka kipandikizi, ujue kwamba umeweka sumu kwenye mwili wako, haikusaidii kwa chochote kile. Asante mwanangu. Asante sana Halima, na pole sana kwa madhara hayo yaliyokupata. Nimefurahi pia kwamba umewaeleza wenzako, wanawake wenzako, umetoa ushauri. Umetoa ushauri kwa wanawake wenzako, umetoa ushauri kwa serikali kwamba kama ni madawa ya kuasili wanadamu hatuna shida nayo, lakini kama ni madawa ya kuumiza watumiaji, kwa kweli hatuwezi kukubaliana na hilo. Sasa basi, baada ya kumsikiliza Halima, ninapenda nimtafute dada mmoja hapa na yeye atupe maoni yake kuhusu vidhibiti mimba. Basi wakati naendelea kumsubiri huyu anamtoa ushuhuda, basi naona simu iko hewani, ngoja tuone kama tutapata sasa hivi. Halo, habari? Mimi naitwa Bwana Hagamu, niko hapa studio za Radio Maria. Napenda nikuulize kwanza jina lako. Unaitwa mama nani vile? Naitwa Mama Mgodo. Mama Mgodo, umri wako miaka mingapi sasa? 36. 36. Unaishi wapi? Naishi Longo, Kimara. Kimara, asante sana. Sasa dada Mama Mgodo, naam, tunaomba utusaidie. Hivi karibuni pamekuwa na kampeni kubwa ya serikali kuhimiza wanawake kutumia uzazi wa mpango kwa programu inaitwa Nyota ya Kijani. Ndio. Sasa mwenzetu si umeshiriki katika kampeni ya serikali ya kupanga uzazi kutumia Nyota ya Kijani? Ndio, nimeshiriki. Umetumia njia gani? Nilitumia luku. Kitanzi uliwekewa wapi? Maristops. Maristops iko wapi Maristops? Mwenge. Ile ya Mwenge. Ndio. Aliyekuweka alikuwa mtaalamu? Ni mtaalamu wa huduma za kina mama katikati ya uzazi. Aha. Wakati kabla ya kukuweka huyu mhudumu alikupatia ushauri wa kitabibu? Hapana, ni kwamba mimi nilikwenda nikaambia nahitaji kupata huduma ya uzazi wa mpango, lakini nahitaji kuweka luku. Aha. Akawa ameniambia inawezekana. Kwa hiyo nikapata zile process alizokuwa amenielekeza, lakini hakunishauri. Hakukupa ushauri wote ule? Hakunipa ushauri. Umetumia kwa muda gani? Miaka 7. Wakati kabla hajakuweka, ulipoomba kwamba uweke hiyo lupu, alikupa tahadhari kwamba unaweza kupata madhara? Tahadhari aliyokuwa amenipa, amedai kwamba pamoja na kwamba nina lupu, ila naweza nikabeba ujauzito na yenyewe kiwepo huko. Ndio. Kwamba unaweza kuweka lupu lakini bado mimba ikatunga? Kasema inategemea, lakini muda mwingine kama hauna utulivu, kwa na mahusiano na mtu mmoja, kwamba ukiwa unaendelea kushiriki na watu tofauti, unawezekana
Aha. Mama Mgodo, wewe ni mama wa ndoa eh? Wewe ni mama wa ndoa? Ndio. Aha. Yes, baada ya kutumia miaka hiyo 7 umepata madhara yoyote yale katika mwili wako? Kwa mfano, labda hedhi yako ilibadilika, baada ya kupata mara moja katika mwandamo ukapata mara 2, au kuumwa kichwa au kinena, au madhara mengine ambayo umepata? Kuna kunenepa, kuna kukonda sana. Tuambie madhara ambayo umeyapata. Madhara ambayo niliyapata ndio kwamba nimepata mwili mkubwa kupita kiasi, yani nimenenepa kupita kiasi. Aha, umenenepa sana. Aha. Kingine kwamba kichwa kinauma sana, yani kilikuwa kinaniuma mno kichwa na miguu ikawa inavimba bila sababu. Aha. Lakini baadaye nilipokwenda hospitali wakawa wananiambia kwa sababu ya mwili, lakini baada ya kufuata ushauri kwa watu mbalimbali nikagundua kwamba ni ile lupu ambayo nimeweka, nikaamua kwenda kuitoa. Ulitoa Aha. Na unajua Mama Mgodo, kuna madhara mengine huwa hayaonekani kwa macho. Kwa mfano, akina mama wengine wanasikia kichefu-chefu, wengine wanakosa hamu ya tendo la ndoa, na pengine inasababisha hata magomvi ndani ya nyumba. Wanaume wanaona hasa wewe mama, mimi hunipi haki yangu ya unyumba, itakuwa kuaje? Wewe mambo kama haya hayakukupata? Nilipata hiyo shida. Ni kwamba shida kubwa, kwanza nilikuwa naumwa tumbo sana. Nimeumwa tumbo kiasi kwamba nilishindwa kuelewa kwamba yani nifanye nini. Nimekunywa dawa nyingi kwa ajili ya tumbo, nikafanya ultrasound zaidi ya mara 3, lakini sikuwa na tatizo lolote. Aha. Na kiuno pia kikawa kinanisumbua sana. Aha. Na kingine kuhusu kushirikiana ndani, kwamba nilikuwa sihisi kufanya tendo hilo, yani sisikii chochote yani. Aha. Hali ambayo ilikuwa inanisababishia ugomvi kila siku na mwenzangu. Pole. Na kunifikiria vibaya kwamba ndio umeshaenda sehemu zingine. Aha. Hapa nyumbani unajifanya sijui nini na nini. Kwa hiyo ilinisumbua kidogo. Yani inaleta kama vile hali ya kutoaminiana katika ndoa. Ni kweli, yani kwa sababu kwamba alikuwa haamini matokeo yake, sasa akaamua yeye akawa anasusa yeye kwamba anigusi tena, kwa sababu anajua hata akikusogelea hamna ushirikiano wote utakao mtu. Hapo mimi mwenyewe kwamba nilikuwa sipo tayari. Kitendo cha alichokuwa anafanya kwamba akisusa, mimi naona kwangu ni sawa. Mama Mgodo, basi una bahati, una mume mzuri nadhani. Wengine wangepata mahali pengine nadhani, au imenisababisha kwamba hilo tatizo kisha kweli akatoka, na kwa bahati mbaya akaweza kupata mtoto mwingine huko nje alipokuwa ametoka. Aha. Mwingine ambaye alikuwa anampa ushirikiano, akapata naye mtoto. Kwa hiyo iliniuma, ila sikuwa na jinsi. Aha, pole sana. Asa Mama Mgodo, kama huyu mhudumu angekueleza kwamba ukitumia njia hiyo ya lupu unaweza kupata matatizo kama hayo, ungetumia? Hapana, usingethubutu. Sasa Mama Mgodo, baada ya kwamba umepata madhara hayo unayosema, unawaeleza nini? Unatoa ushauri gani kwa wanawake wenzako? Pia ambacho naweza nikawashauri wanawake wenzangu kwamba tupate kwanza ushauri yakinifu. Kabla hatuja hizo huduma. Na kingine, kama inakuwa vigumu, ni bora kufanya ile tumia kalenda. Aha. Nitarudi kwenye kalenda. Na swali lingine, wewe ni mwalimu? Ndio, ni mwalimu wa uchumi na ujasiriamali. Na mimi nimesikia kwamba mambo haya ya vidonge, lupu vinafika mpaka katika shule za msingi kwa watoto wenu. Sasa kama mwalimu na wewe umepata madhara hayo, washauri nini wanafunzi? Nilikuwa na washauri wanafunzi kwanza wangesubiri au wakati wao ufike. Ndio. Watakapokuwa tayari. Ndio. Basi waweze kupata wenzi wao na kisha wafanye maamuzi sahihi ya kupata watoto. Lakini kama hawawezi, basi wajitahidi kutumia kalenda. Kama hawawezi, watumie kalenda. Watumie kalenda pamoja na kinga kwa ajili ya maambukizi ya VVU na kuzuia mimba ambazo
yanayotarajiwa. Okay. Unatoa ushauri sasa kwa kuzingatia sasa haya madhara hayo na watoto wanatumia na wewe umedhurika, unatoa ushauri gani kwa serikali? Unatoa ushauri gani kwa serikali? Kwa serikali? Unaambia nini serikali baada ya kupata madhara hayo, na unaona sasa watoto nao wamejiingiza biashara nao wanapata madhara? Ukweli kwamba madhara mengi, kwa sababu na rafiki yangu sasa hivi hata kukaa chini hawezi, kwamba kizazi kinamuuma. Alikuwa ameweka hiyo luku. Na tayari kuna tatizo kubwa katika familia yake na mume wake hawaelewani tena. Anafikiria kwamba amefanya vitu tofauti. Kwa hiyo serikali kabla haijafikisha baadhi ya madawa kwa wananchi wake, walitakiwa wafanye uchunguzi wa kina kwamba zile dawa zinakuwa zina madhara kiasi gani kwa watu ambao wanawalenga. Na pia watoe elimu ya kutosha kabla ya matumizi ya aina yoyote. Unajua dada Mama Mgodo, wao wanaohamasisha wanawaambia wateja kwamba hayo madhara ambayo anapata ni mauzi madogo madogo. Sasa ungekuwa sasa umepata kwamba haya ni mauzi madogo madogo, kumbe mtu anaumia kiuno, anatoka damu nyingi, ndoo zinavunjika, ungewaambia ni sasa? Ya kuelewa vizuri unasema? Nasema hivi, serikali sio serikali, wale wanaohamasisha madawa hayo wanasema madhara ambayo mnayapata kina mama ni mauzi madogo madogo. Habari ni ya kweli? Sio madhara madogo, ni madhara makubwa. Kwa sababu gani? Inafika mahali unakuta mwanamke hawezi kuinama, kiuno kinauma. Yaani hawezi kabisa kufanya kazi ya kuinama, inabidi afanye kazi akiwa amekaa, kitu ambacho pia kinaambia muda wake. Laiti angeinama, labda ingemchukua muda mfupi sana. Kwa hiyo madhara ni makubwa. Na kwamba huduma za moja kwa moja unapokwenda hospitali haupati yani huduma ya moja kwa moja waambie tatizo ni nini. Wanaanza uchunguzi mbali mno mpaka uje kugundua kwamba tatizo limesababishwa na kitu fulani. Inachukua muda mrefu sana. Basi naona nisikusumbue sana, nina swali moja tu la mwisho. Sisi tunafundisha njia ya asili au ya kalenda. Je, unaweza kutualika hapo shuleni tukaje kufundisha? Kama sisi shirika letu la utetezi wa uhai tunafundisha hiyo njia ya kalenda au ya uzazi wa mpango kwa njia asili. Je, uko tayari kutualika hapo shuleni tuje kuwafundisha wewe na walimu wengine? Nipo tayari kuambia wenzangu kwamba tuje, kwa sababu tunafanya kazi kwa jamii. Ndio. Na asilimia kubwa tunaofanya nao kazi ni wanawake. Ndio. Itakuwa ni vizuri kwamba tutafikisha ujumbe kwa jamii kwa rahisi sana. Basi baadaye nitakutafuta kwenye simu hii ili utuandalie siku, utaandaa walimu wenzako, tafuta siku nzuri, sisi tutakuja tuwaelekeze njia hiyo ya kutumia maumbile au ya asili wewe umesema kalenda, ili tuwasaidie Watanzania wengine pia. Mimi nashukuru. Ndio. Kwamba nitawaarifu wenzangu na pia na wao pia naamini watakuwa wameshukuru, kwa sababu watakuwa wanasikia hiki kitu kinaumiza watu wengi sana na ni wengi sana tunapata shida. Asante sana Mama Mgodo. Na mimi nashukuru, kazi njema. Asante, nawe pia kazi njema. Asante. Wapendwa mnaotusikiliza, mmesikia shuhuda hizo mbili. Shuhuda kutoka kwa binti hapa Halima na ushuhuda kutoka kwa Mama Mgodo. Kwa vyote vile madhara haya ni makubwa. Kwa vyote vile madhara haya ni makubwa. Mama, ninakuomba usiniue. Mama yangu mama, nakuomba usiniangamize, usiniangamize. Mungu mwenyewe aliyeniumba, nakuchagua wewe uwe mlinzi wangu, usiniue. Mungu mwenyewe aliyeniumba, nakuchagua wewe uwe mlinzi wangu, usiniue.
msamehe mama yangu dhambi aliyotenda, Bwana muhurumie, ninampenda. Wakati sasa wa kugeuka kumrudia Mungu na kuvipiga vita vitenda hivi. Naam, wapenda wasikilizaji, basi baada ya wimbo mzuri tunapenda tena kuendelea na kipindi chetu kwa kwamba mmesikia ushuhuda wa watu ambao wametumia vidhibiti mimba na wamepata madhara. Lakini sisi hapa kama watetezi uhai labda tujiulize tunasemaje sisi, au tuseme tunashauri vipi serikali kuhusu matumizi ya vidhibiti mimba? Tunashauri vipi serikali? Rose. Asante ndugu mwenyekiti. Kwa hawa wawili tu waliojieleza juu ya madhara yanayopatikana katika njia hii, kwa utumiaji wa njia hii, nilikuwa na shauri kwamba zitafutwe njia zingine za kupanga uzazi, tuachane na mambo ya vidonge, sindano na vingine vilivyotajwa hapo. Na bahati nzuri dada huyu, nani huyu? Mamgodo yuko tayari tuende kwake tukafundishe njia hiyo ya maumbile ili aepukane na matatizo na madhara yapatikanayo kutokana na vidhibiti mimba. Bahati nzuri ninapokwenda kwenye mitandao ninapata mambo mengi sana. Labda Grace una cha kuongeza kabla tujaruhusu watu kuongea? Cha kuongeza tu ni kusisitiza tu kwamba wafanyie utafiti zaidi wanapoagiza hizo dawa. Waangalie kwa kweli kwa kiwango gani watumiaji watapata madhara. Kwa hiyo madhara haya waone kwamba ni ya msingi zaidi kuliko faida wanavyofikiria kwamba kuna faida. Okay. Halima, wewe ni binti, tuambie unaambia nini vijana wenzako? Mimi naambia vijana wenzangu kabisa, yani wasitumie kabisa. Sababu hazina faida yoyote. Yani kinachofuata tu ni kwamba yani itafanya usifanye mambo yako mengi ya msingi. Sababu kama utakuwa unaumwa, unajisikia vibaya, unapata homa, huwezi kutafuta hela ambayo huwezi kufanya kazi, utaenda ofisini kwa mtu kila siku unaumwa tu. Itakufanya mwajiri wako atakufukuza. Utakachokuwa umetafuta nini? Kwa hiyo maana yani mambo yako mengi yatakuwa yanarudi nyuma. Yani hazina faida yoyote, kwa hiyo yani msitumie jamani. Okay. Basi baada ya hapo dada Judith, sisi sasa nadhani tupumzike, tuwaruhusu wengine, labda kuna shuhuda nyingine kutoka huko mikoani ambao wangependa kutoa shuhuda ya namna vidhibiti mimba walivyotumia vinavyowaumiza, ili hata sisi tuweze kuishauri serikali kwa namna bora. Karibu dada Judith. Asante sana Mr. Emiragam. Basi ikiwa tumebakia na dakika chache sana, hivyo nitaruhusu simu kadhaa kidogo sana, kama ni 2 au 3, tuweze kusikiliza mawazo, ujumbe sambamba na maswali. Namba yetu ni 0222771734 na 0784313587. Msikilizaji wangu, mimi na wewe tumesikiliza shuhuda za baadhi ya watu waliotumia vidhibiti mimba. Sasa kupitia shuhuda hizo, ni nini maoni yako kama Mtanzania na kama mtetezi wa uhai? Halo? Halo. Habari yako? Karibu kwenye kipindi. Halo? Halo? Naona bado hajawa tayari. Halo?
Bwana Yesu asifiwe. Amina, habari yako kwako? Habari ni nzuri mamangu. Karibu kwenye mada. Bwana asante sana. Mimi katika kabla ya mada niko katika ndani ya ujumbe. Unaosema kwamba mama acha nizaliwe nikufae uzeni. Kubwa zaidi mimi niliyoko ndani ya kichwa kwa sababu ushuhuda uliotolewa ni ushuhuda mkubwa sana ndani ya studio za Radio Maria pale, na nimefurahi ingawa inaumiza. Ila nimefurahi kwa njia moja kwa sababu sijapata ona wanawake kujitoa ili kutoa ushuhuda kwa jinsia ile. Kama wanapojitoa wale kutoa ushuhuda kama ule, wanatuongozea neema moja kubwa sana au njia moja kubwa sana ili wenzao wapate kufunguka na wao. Kweli mimi dada kwa hili, kwa sababu kijio hiki tumekianza siku nyingi na bado tunaendelea nacho, imekuwa kama ndio tunakianza ingawa kilianzaga siku nyingi. Ukweli mimi ninavyoona, naomba tu serikali kwa sisi wananchi au wa Tanzania, ukweli serikali iangalie kwa sababu inaharibu mtaji mkubwa. Kwa sababu mimi ninavyosema mtaji, mwanamke ni mtaji mmoja mkubwa sana. Kwa sababu kama ni bustani, mwanamke ni bustani moja kubwa sana. Sasa kwa kweli kama bustani yenyewe itakuja kuunguzwa kwa njia ile, je, mimi mwanaume ninavyosimama nitakaa wapi na nitaelekea wapi? Nimezaliwa na mwanamke na ndio maana namheshimu mwanamke. Na najua ndio mtaji Mwenyezi Mungu aliotoa ili mwanamke aendeleze taifa kulijaza zaidi. Sasa basi, kwa kweli mimi juzi tarehe 12 hapo ndani ya studio za Radio Maria ndani ya kipindi cha magazeti nilisikia kitu kimoja ambacho kweli kiliniuma vibaya sana. Ilikuwa nimjulishe mwenyekiti asijale kipindi cha magazeti, lakini kutoka umeisha wa magazeti. Juliana, hizi nywele na hizi dawa za nywele. Najua kuna mtangazaji alitangaza kwenye magazeti kwamba pale dawa za kulainisha nywele zinaleta madhara ambayo yanaleta kansa ya kizazi. Lakini anayetumia ni mwanamke, huyo sio mwanaume. Hasa je, tutaenda wapi ndugu zangu? Hasa nyie wanawake na wahasa. Hembu siogopeni, jililieni. Pili, mkumbukeni basi Mwenyezi Mungu, kwa sababu njia kubwa ni kalenda juu ya upangaji wa uzazi. Kwa sababu kalenda toka wahenga waliotuzaa sisi wa nyuma kabisa, ina maana ndio walikuwa wanatumia kitu kama kile. Haya yote yamekuja ni muda huu sio muda mrefu, ina maana ni miaka hii ambayo imekuja kama watu wanaposema kwamba ni kisasa. Sio kisasa, ina maana tunateketea. Mwenyekiti, kwa kweli nashukuru sana kwa sababu mimi tuko pamoja na nyie na kila siku niko pamoja na nyie. Ukweli na hasa wa Tanzania, wanawake geukeni kama sisi wanaume tunavyojililia na tunawadilia na nyie. Kwa nini sasa nyie msio na mshangao mnakuja kufurahia kitu ambacho hakipo? Mnapoenda kwenye madhaanati tunavyolazimisha kitu kama kile. Kwa nini simbane nesi hata maswali, akujibu, akuelezee, akupanue? Hivi kweli wewe unapewa sumu inanuka kabisa, unaenda kuimeza, tutakubali? Kwa nini sumu ikate na afu unywe hivi nani utumie kidonge? Mama, jililie sana na jiangalie sana. Sina mengi dadangu, hapo nayeongea naye mwingine ni Ruben Mchambia au baba Kwadi ndani ya kijiji cha msingi wilaya mpya Mkarama Singida dadangu. Nikushukuru sana. Mmekupata nikushukuru kwa namna ya pekee Ruben. Asante sana, tumemwema, tuko pamoja. Alafu pili, mimi ratiba za Mzee Amiri kwa sababu mwaka uliopita nilizisoma, mwaka huu kwa kweli ratiba ilivyopangwa sijajua ni juma ngapi. Ndio. Kwa wiki ina maana. Kwa wiki kwa upande wa Radio Maria ama kwa upande upi? Kwa Radio Maria. Aha, na kwa labda nimjibie Mr. Emily. Aha, ni kipindi huwa kinaruka muda huu kuanzia saa 9 mpaka saa 10 na kurudiwa siku ya Alhamisi asubuhi saa 4. Asanteni, tumemwema ndani ya studio za Radio Maria, nishuke hewani ili wenzangu wapite. Asante. Kabla sijasahau Mr. Emily, kuna kaka mmoja anaitwa nani? Chazi. Huyo alikuwa naomba namba ya Chazi Misango. Asante. Hello? Msifu Yesu Kristo dada. Milele amina, habari yako kwako? Salama kabisa. Kwa kweli mimi nafurahi sana. Mara nyingine tena nimekuwa katika kipindi hiki kwa muda mrefu, nimekuwa sikiki. Mimi naweza nikasema tu kwamba kiukweli madawa haya ya kupunguza wanasema kwamba ni ya kudhibiti mimba, kwa kweli yana madhara. Na naweza nikasema kwamba huyo dada amejishuhudia, lakini asilimia kubwa ya wanawake sasa hivi ukisikia mwanamke amefariki, uliza, utaambiwa mara ni kansa ya uzazi.
ukisikia mwanamke yeyote amefariki, kama si malaria au si ugonjwa mwingine, utaambiwa ni ugonjwa kansa ya kizazi. Na ukienda katika hospitali mengi utakuta asilimia kubwa ya wanawake wameumwa kansa ya vizazi kwa muda mrefu sana. Na wanawake hata wajifunzi hawa mama zetu. Unakuta mtu anatumia dawa ya kudhibiti mimba. Alafu baadaye anasema ngoja niache nitafute mtoto. Baadaye anaanza tena kujilaumu mwenyewe. Anakaa miaka mingi. Mimi na rafiki zangu wengi wanawake ambao wanatumia madawa ya uzazi. Leo hii wabaki na mtoto huyo mmoja, na mpaka mwingine anaweza kumlaumu mke wake, asema ni kwa nini mke wangu alitumia, lakini ulikuta walishauriana ndani wakatumia. Na unakuta leo wanasema kwamba walao tutafute mtoto mwingine, lakini wameshahangaika mpaka sasa wameshajiona kwamba labda sasa hawatapata mwingine. Sasa unakuta wanawake wengine sasa hivi utakuta ukitembea mijini, na hasa huko sisi tunaishi mijini, unakuta wanawake wamenenepeana matumbo sasa hivi. Kuna vitambi kwenye tumbo. Unafikiri mwanamke ni mjamzito, kumbe si mjamzito. Ananenepa huku maeneo ya pembeni kwenye mbavu, na huku hasa tumbo linakuja katikati. Ukiuliza unaambiwa anatumia majira. Au mwingine unamkuta alikuwa mwembamba, baadaye unaambia ni bwana sasa hivi natumia majira. Amekuwa mnene, sasa mpaka amechukiza. Kiasi kwamba hata wale wanaoangalia hawajifunzi. Unakuta mwingine naye anaanza kutumia, na mwingine anaanza anatumia. Sasa unakuta madhara ni makubwa mno, hasa katika kipindi hiki. Hebu tujiulize ndugu zangu wa Tanzania. Hawa wanaotuletea haya madawa hawayatumii wao. Ni kwa nini hawayatumii? Kwa sababu wanajua madhara yake. Wanatuletea sisi, ndio tunatumia, na madhara yake ndio tunaumia sisi. Labda niseme kwamba kuna baadhi ya watu wanasema kwamba wazungu wana mpango. Kaka, naomba ufupishe, ni nini kifanyike? Tumebakiwa na dakika 3 tu. Basi naomba nimalizie kwa kusema kwamba jamani, hebu tujifunze kutoka kwa wengine. Tusiyatumie haya madawa, na tunaomba serikali ipige marufuku haya madawa. Kwa kweli si mazuri kwa wananchi. Tuwaelekeze tu njia nzuri ambazo za kuweza kutumia kupanga uzazi. Kuna njia nzuri tu ambazo Mwenyezi Mungu ametupa kutumia miili yetu, na tukafanikiwa kwa kupanga uzazi katika familia zetu. Naomba niishie hapo. Mimi naitwa Leonid Revukatusishao, ninapatikana jijini Mwanza. Nikushukuru sana Leonid. Asante. Amina. Amestamili? Naam. Umesikia mawazo ndio ya msikilizaji wangu, basi nirudishe kwako. Asante sana. Inaonekana basi kilio hiki cha kwamba madawa haya inaleta madhara ni kikubwa. Sasa sisi katika utetezi wa uhai tumeandika vitabu ambavyo kama unavipata vinaweza kukusaidia. Kama unataka tuite moja kwa moja tukaje kukufundisha, lakini basi vile vitabu vinaweza kukusaidia ukapata maarifa kidogo. Kimoja ambacho sasa hivi tunakiuza ni hiki cha vidhibiti mimba, ahadi, hewa, kapu na machozi. Kitabu hiki kinaorodhesha madhara yote ya vidhibiti mimba kutokana na maandishi ya wataalamu na tafiti mbalimbali ambazo zimefanyika. Baada ya hapo tumeandika kwa kurasa chache tu njia ya maumbile, njia asili, wengine wanapenda kuita kalenda ya kupanga uzazi. Ukinunua kitabu hiki utapata msaada mkubwa sana wewe na familia yako. Wala bei yake si kubwa sana, ni shilingi 3,000 tu kwa nakala moja. Wakati huo pia tuna kitabu kingine tumekiandika cha kuwasaidia akina mama ambao wametoa mimba na wanateseka ili waweze kupona. Kinaitwa laana ya utoaji mimba na uponyaji wa ndani. Nacho bei yake ni shilingi 3,000 tu. Basi ukipata nakala hizo kwa hakika utaweza kufaidika sana. Tushirikiane kuishauri serikali yetu kwamba madawa haya yanapoingizwa, akina mama wahimizwe kwanza kupima afya zao kabla ya kutumia, kwa sababu madhara ni makubwa kuliko faida. Asanteni sana, tukutane juma lijalo. Shukrani sana Mr. Emily na timu nzima ambao umekuja nayo. Hivyo basi, kama msikilizaji wangu ambaye ni mpenzi wa ProRife, mtetezi wa uhai, niweze kusema asante kwa namna ya pekee kwa kusafiri nasi mpaka muda huu. Nimshukuru sana Mr. Emily, mkurugenzi mkuu wa Tanzania upande wa ProRife, na Mr. Alima Waziri, Grace Shayo Mursoni na Lozi Msofe. Leo ndo waliotutembelea kwa upande wa studio namba 2 na kutuletea mada inayosema shuhuda za madhara ya vidhibiti mimba, na ushuhuda huo tumeweza
kusikia. Kwa niaba ya Agnes Shayoheza, naitwa Judith Francis, nikutakia usikivu mzuri kabisa wa vipindi vingine vinavyofuatia. Shukrani za pekee tena ziende kwa Ruben sambamba na Leonid Shayo kutoka Mwanza. Wewe hapa duniani utengano kati ya Mungu Baba na sisi wanadamu, basi unaoiumba dunia ni kazi yako moyo, ufarakano katika ndoa, utoaji wa mimba, kutupwa kwa watoto majalalani ni kazi yako moyo wewe.